Naomba nimkaribishe, kabla kumkaribisha mgeni maalum kutoka serikalini, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutupatia neno la pole. Nimkaribishe mstaafu mmoja wasalimie tu kwa niaba ya wastaafu wengine, lakini kwa sababu Baba Pengo alikuwa anampenda sana Nyerere na aliandika juu ya Nyerere, na kuna mstaafu mmoja anaitwa Joseph Warioba anampenda sana Nyerere. Kwa hiyo aje atoe pole kwa niaba ya wengine. Namuomba Jaji Warioba aje atoe neno la pole hapa, kwa sababu wewe unampenda Nyerere kama Pengo alivyokuwa anampenda Nyerere. Ni kusema pole tu. Wakati anakuja, karibu baba. Padre Likoko amemshikilia mkono pale. Makofi. Wakati anakuja, naomba kabla hatujapata neno kutoka serikalini, tutambue na kushukuru kwa namna ya pekee ushirikiano tuliopata kutoka serikali katika matibabu, kumsafirisha hasa akiwa mahututi, na tupenda kutoa shukurani za karibu kabisa kwa tuliowapigia simu Makamu wa Rais na Waziri Mkuu. Mlitupa ushirikiano mzuri, asanteni sana. Baba Askofu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, maaskofu wote na waombolezaji wote tulio hapa, ni vigumu katika wakati kama huu kuweza kuzungumza kitu ambacho hakina matatizo namna ya kutamka. Msiba huu ni msiba mzito sana. Kardinali Pengo alikuwa tu sio kiongozi wa Kanisa Katoliki, alikuwa ni kiongozi wetu sisi wote. Mimi sio Mkatoliki, lakini nilimheshimu Kardinali Pengo kama kiongozi wangu wa kiroho. Kama ambavyo imeelezwa, yeye alikuwa ni mtu anazingatia sana maadili. Anazingatia maadili, uaminifu na uzalendo. Na kitu ambacho nakumbuka katika haya aliyosema alivyokuwa akituongoza ni neno lake aliyotoa wakati tunamuaga rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ile hotuba aliyoitoa pale ilikuwa tu sio kwa familia ya Mwalimu, sio kwa Wakatoliki, ilikuwa kwa binadamu, kwa Watanzania wote. Na katika kipindi ambacho kimepita, miaka michache ambayo imepita, tumekuwa na matatizo ya kuporomoka kwa maadili katika nchi yetu. Lakini Kardinali Pengo wakati wote alikuwa anatukumbusha umuhimu wa maadili. Ametutoka
Mwenyezi Mungu ameona ni wakati wake amchukue, lakini urithi aliyotuachia ni mkubwa, hasa katika kipindi hiki. Urithi aliyotuachia, tuwe na maadili, tuwe na usawa, tuwe na umoja, tuwe na uzalendo katika kipindi hiki ni muhimu sana. Nadhani tuzingatie hayo aliyotuachia. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema siku. Tumpigie makofi mapadi wengi mnamuita babu, si ndio? Asante sana. Naomba nimkaribishe mwakilishi wa Mufti akiwakilisha madhehebu mengine yote. Karibu mwakilishi wa Mufti.